Tumefika maeneo ya kwa Mustafa. Hii ni Pugu, lakini pembeni yangu nipo na kijana mwenzangu anakwenda kwa jina la Shekombo, lakini pia dhumuni langu au kiu yangu kuweza kuzungumza naye, nataka pia aweze kutuambia labda ujio huu au umati huu hapa kumekusanyika kwa sababu zipi, tuweze kujua pia, ili kwa watazamaji Sanga Media waweze kutambua kwamba tupo hapa kwa ajili ya kitu gani. Shekombo, asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lengo kubwa kabisa la kukusanyika hapa ni kukiadhimisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikiwa na maana ya kukitukuza, ya kukifanyia kazi yale yaliyomo ndani yake. Kitabu kama kitabu, ili tukipatie faida lazima tukisome, lazima tujifunze yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo tumekusanyika, lengo na makusudio, hawa vijana waliopo katika mashindano haya ya Qur'ani, siku za baadaye waiishi Qur'ani, wawe na tabia za Qur'ani, wawe ni watu wema duniani, wawe watu wema katika jamii, wawe watu wema kwa wazazi wao na ulimwengu kwa ujumla. Kama nyinyi ni viongozi, rai yenu nyinyi ni nini hasa kwa vijana hawa? Rai yetu kwa vijana ni kujipamba na maadili mema, maadili ambayo yamepotea katika wakati wa sasa tuliokuwa nao. Tunayashuhudia makundi mengi, kuna makundi ya panya rodi, kuna makundi ya mbwa mwitu. Hawa ni wanadamu ambao wamezaliwa na wazazi wao, hawajakusudia waingie katika makundi kama haya, lakini waliposhindwa kutoa kipaumbele katika swala la maadili, haya yote ndio yametokea. Tukumbuke kwamba mwanadamu ni mwili, akili na roho. Roho itakapokuwa haikupewa kipaumbele hasa katika masuala kama haya, basi maadili huwa yanapotea. Ni miongoni mwa vitu ambavyo Sheikh Kombo ameweza kuvizungumzia hapa, hususan kwamba ni kwenda kutibu changamoto ya vijana wetu, hususan katika swala la maadili. Na tunaamini vijana wakilelewa katika misingi ambayo ni bora zaidi, hii sio faida kwa familia, bali ni faida pia hata kwa taifa zima kwa ujumla. Nini unatakiwa kuendelea kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu, ili sasa uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Shukrani sana kwa muda wako. Bye bye.